mtu aliyekombolewa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo hapaswi kuendelea kuishi maisha ya dhambi. Anatakiwa atengane na dhambi, maana huyu ni mtakatifu. Mtakatifu ni mtu aliyetengwa. Umetengwa mbali na dunia ya uovu, umetengwa mbali na dhambi, umetengwa mbali na mfumo wa maisha ya dunia hii ya uovu, ili uweze kumwishia Mungu, kwa maana ya kuwa mtumishi wake, kwa maana ya kuwa mwenye kumwabudu, kwa maana kwamba wewe ni mtu wake na upo kwa matumizi anayoyataka yeye. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kama ambavyo wana wa Israeli kwa kule kula Pasaka, kwa sababu ya ile damu ya mwanakondoo walikombolewa kutoka kwenye utumwa wa Misri, leo hii tunaposherehekea Pasaka ni lazima ufahamu wetu utulete kwenye huo uhalisia ya kwamba wale walifanya kwa namna ya mifano. Walitoka kwenye Misri kabisa, ambayo ni nchi, ni mahali fulani, lakini sisi tunatoka kwenye Misri ya dunia, kwenye mfumo wa dhambi. Hiyo ndio Misri yenyewe. Lakini Misri inawakilisha pia mambo mengine, yani mateso ya shetani ni zaidi ya dhambi, kwa sababu dhambi imeleta matokeo mengine. Magonjwa yanatokana na nini? Yani kwa asili magonjwa yanatokana na nini? Na dhambi. Sina maana leo unapoumwa lazima unaumwa kwa sababu umetenda dhambi, ila chanzo cha magonjwa ni dhambi. Dhambi ilipoingia ulimwenguni ndipo kaingia magonjwa, ndipo kaingia huzuni, ndipo kumeingia magomvi, ndipo kumeingia umasikini, ndipo kumeingia hata kifo. Maana mwanadamu kama dhambi singeingia, tungeishi kama ambavyo Adamu na Hawa waliishi kabla ya anguko, hata kifo cha kimwili kisingekuwepo, kwa sababu tungeendelea kula matunda ya mti wa uzima, na matunda ya mti wa uzima yangesababisha kwamba tuwe na maisha endelevu. Na ndio maana baada tu ya anguko lile, Mungu akasema sasa hawa watu wasije wakanyoosha mikono yao wakachuma na kula matunda ya mti wa uzima wakaishi milele. Yaani Mungu hakutaka waishi milele katika hali ya dhambi. Akawafukuza watoke kwenye ile bustani ya Edeni. Alafu bustani ya Edeni ikawekewa ulinzi mkali. Ile njia ya kuendea mti wa uzima iliwekewa ulinzi. Kulikuwa kuna upanga unaozunguka, na kulikuwa kuna makerubi, kuna malaika wamewekwa kuilinda njia inayoendea ule mti wa uzima. Yaani kuonyesha vile ambavyo Mungu alikuwa serious kwamba mwenye dhambi asiendelee kuishi na dhambi zake. Kwa maisha yetu baada ya hapo yamekuwa na ukomo. Unazaliwa, lakini ile lifespan, na kadiri uovu unavyozidi kuongezeka ndivyo ambavyo lifespan inapungua. Maana hawa kina Adamu na wanadamu wengine ambao tunawasoma kwenye zile sura za kwanza za kitabu cha Mwanzo, pamoja na kwamba walikuwa tayari wameishi ni wako kwenye hali ya anguko, hilo tunaonyeshwa vile ambavyo waliishi miaka 100 kadhaa mpaka 900 na sisomi aliyefikisha miaka 1000. Sijagundua, sijasoma kwenye Biblia kama kuna aliyefikisha miaka 1000, lakini 900 na walifikisha. Lakini lifespan ikawa inazidi kupungua mpaka baadaye mwandishi mmoja anasema kwamba yaani kijaliwa sana miaka 120. Sasa anyway, kuna watu mpaka leo hii wanaishi miaka 100 na, lakini kuifikisha miaka 100 sasa hivi wachache sana, wapo wanaofikisha. Kwa hiyo lifespan inazidi kufanyaje? Kadiri uovu unavyozidi kuongezeka, lifespan inazidi kufanyaje? Inazidi kupungua. Sasa ni adhabu upande mmoja, lakini upande mwingine pia ni rehema za Mungu. Kwa sababu maisha ya dunia ni maisha ya taabu sana. Hata sisi tuliookoka si mara zote kwamba kupewa kuishi siku nyingi sana ndiyo baraka.
Baraka ni kuishi siku ambazo Mungu amezihesabu kwamba hizi zinatosha kwa wewe kuyakamilisha makusudi ya Mungu ya wewe kuwepo kwako duniani. Otherwise tumewekewa mji udumuo milele ambao huko hakuna shida. Hakuna magonjwa, hakuna maskini huko, hakuna njaa huko, hakuna taabu yoyote ile huko, hakuna huzuni yoyote. Sasa hizo ndizo baraka za Pasaka. Unaposema baraka za Pasaka, namba moja ni wokovu. Lakini wokovu unaambatana na zawadi ya uzima wa milele. Na ndio maana tutachambua Yohana sura ya 3 ambapo ndani yake ndio kuna ule mstari wa 16 anaosema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo uzima wa milele, hiyo ni zawadi. Hiyo ni baraka tunayoipata kwa sababu ya nini? Ya Pasaka. Unaposema Pasaka husianisha na huyo Pasaka jamani ndio mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Ndio mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa, damu yake ikamwagika. Na hiyo damu inasababisha wewe upatanishwe na Mungu, inasababisha wewe uokoke. Kwa hiyo kuna hiyo zawadi ya wokovu, kipawa cha wokovu. Lakini ukishapata wokovu kuna package ya uzima wa milele ndani ya huo wokovu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa zipo baraka ambazo tunazienjoy katika maisha ya sasa. Maisha haya katika dunia hii ya anguko, na tukiwa katika miili hii ya anguko, zipo baraka ambazo tunaendelea kuzienjoy. Kuishi maisha ya bila dhambi katika dunia hii inawezekana. Na hiyo ni baraka ya wokovu. Ni baraka ya Pasaka. Ukiisha kukombolewa unapewa uwezo wa kuishi maisha yenye kumpendeza Mungu. Na ndio maana Paulo akawa na ujasiri wa kumwandikia Timotheo katika Tito, sio Timotheo. Katika Tito sura ya 2 mstari wa 11 na 12 anasema maana neema ya Mungu iwaokoaye wanadamu wote imefanyaje? Imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa haki, utaua na kiasi katika ulimwengu huu wa sasa. Kwa inawezekana kuishi maisha matakatifu. Hiyo ni neema. Neema inatuwezesha hivyo. Sasa hizo ndo baraka zenyewe hizo jamani za Pasaka. Kama ni Mkristo ambaye unashindwa kuishi maisha matakatifu, unaishi maisha ya kinyonge, ya kushindwa, ya kuwezwa na dhambi, maana yake hauenjoy kikamilifu baraka ya Pasaka. Lakini baraka ya Pasaka ni pamoja na afya njema. Katika Isaya 53 ule mstari wa 4 anasema hakika ameyachukua masikitiko yetu, amechukua huzuni zetu. Unaona? Anasema adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake sisi tumefanyaje? Tumepona. Kuna uponyaji wa kiroho na uponyaji wa kimwili pia. Petro yeye anasema kwa kupigwa kwake mliponywa. Yaani anazungumza kana kwamba ni kitu ambacho kilishafanyika kikamilika huko. Kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa sisi ni wanufaika, ila nilisema kwamba tunatumiwa sasa na Mungu ili baraka hiyo iwapate na wengine. Ni pale ambapo sasa tunatumiwa na Mungu kama mawakala wa ufalme wa Mungu hapa duniani. Ni pale ambapo tunatekeleza agizo kuu. Agizo kuu ni package ambayo unaipeleka habari njema ya mtu kusamehewa dhambi, kupatanishwa na Mungu, na kwamba atawezeshwa kuishi maisha matakatifu. Lakini huyu mtu maisha yake ya kawaida ya hapa duniani yatabadilika, yatakuwa na ubora zaidi, yatakuwa yenye amani zaidi, yatakuwa yenye furaha zaidi. Lakini huyo mtu ana uzima wa milele. Yaani akisha kumwamini Yesu Kristo tayari anao uzima wa milele, anao tayari. Lakini kuna ile ahadi ya maisha bora yale ya milele. Maisha bora ya milele baada ya maisha haya.
Ndio huko sasa kama tunalichambua fundisho la wokovu, kuna kitu kinachoitwa glorification. Pale ambapo Paulo ile sura ya 15 ile misali 58 50 ngapi anazungumza ya vile ambavyo sisi tutabadilishwa unyakuo ukija, au kama ni mtu aliyekufa alafu anafufuka, huyu anafufuka sio na mwili huu wa kawaida. Anazungumza kwamba anasema wafu wafufuliwaje? Wafufuliwa wakiwa na miili ya namna gani? Anaeleza kwamba ni miili ya roho, anaeleza ni miili ya mbinguni, anaeleza ni miili ya utukufu. Sio miili ya aibu, sio hii miili ya kufa. Ila ni miili sio kufa, miili ya milele. Miili hiyo ya roho, miili ya utukufu. Sasa hiyo ndio glorification, na ni ile hali ya kutukuzwa. Sasa hicho ni kiwango cha juu kabisa. Ni stage ya juu kabisa ya manufaa ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie kuyaelewa hayo, na tukielewa hayo hata hii Pasaka itakuwa ya baraka sana. Pasaka hii itakuwa ya baraka sana. Nataka tu nikutie moyo ndugu yangu ya kwamba inawezekana ni mtu uliokoka una muda mrefu tu, labda na miaka 30, 20, miaka 10, miaka 5, miaka 3, miezi kadhaa, vyovyote vile, iwe una wokovu wa miaka mingi au miaka michache. Nataka tu nikutie moyo. Juzi nikakutana na mwanamke mmoja ambaye huko nyuma alikuwa mshirika wetu, lakini kuna zaidi ya miaka 5 akawa ameacha kuabudu hapo. Wakati huo alikuwa amehamia anaabudu mahali pengine, lakini kumbe ilikuwa tayari ipo kwenye hatua za kurudi nyuma. Sasa baada ya kupita miaka mingi hatujaonana, juzi nikaona naye, nikafurahi. Sasa nikawa namuuliza, unaabudu wapi siku hizi? Sema mchungaji, siku hizi nimepumzika kidogo, sisali kokote. Nasema unasemaje? Umepumzika? Sasa unajua niliendelea kutafakari sana, maana hiyo lugha wengi sana wanaorudi nyuma huwa wanaitumia. Siku hizi nimepumzika kidogo. Sasa najiuliza maswali. Ina maana huku kwenye wokovu kuna mateso sana. Kumwabudu Mungu ni mateso sana. Kwa anaposema amepumzika, ina maana ameona kama ni mzigo umemlemea mno, sasa angalau anapumzika kidogo ili sasa, yani nashinda kuelewa huyu mtu anamaanisha nini. Sasa ni kweli maandiko yanasema kwamba ulimwenguni mnao dhiki, lakini kuna neno la kutetea, mwasema lakini jipeni moyo. Jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Dhiki ni kweli zipo. Dunia ni kweli na mateso. Dunia ni kweli na magonjwa. Duniani wakati mwingine tunapigika kiuchumi. Mambo hayawi kama unavyotarajia. Kuna dada mmoja wakati fulani alikuwa kwenye mazingira magumu sana ya kimaisha. Akasema yani mimi nikipata tu hata kazi ya kupata kiasi, nimesahau alitaja ni kiasi gani, ila kiasi alichokitaja kwamba atamshukuru sana Mungu hata akipata kazi ya kupata kiasi kile ni kiasi kidogo sana, mpaka unataka kama kucheka, huyu hivi anamaanisha kweli? Ni kwa sababu amebanwa, yuko kwenye mazingira magumu sana.